Yes, miongoni mwa taarifa nyingine za udhuni ni uwepo wa aliyekuwa golikipa wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans Kindoki kukanyagwa na lori na kufariki hapo hapo. Utakumbuka zaidi mlinda mlango wa zamani wa klabu ya Yanga Klaus Kindoki Nkinzi Mandanda amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 33 baada ya kupata ajali ya gari iliyotokea usiku wa kuamkia Julai 12, 2026 jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kindoki alijiunga na Young Africans mnamo Julai 2018 kwa mkataba wa miaka miwili akitokea klabu ya Racing Club de Kinshasa RCK kabla ya kujizorea umaarufu mkubwa nchini Tanzania, ambapo alionyesha uwezo wake wa kuwa sehemu ya kikosi cha wananchi katika kipindi hicho kilichokuwa chini ya kocha Mwenye Zahera. Meneja wa zamani wa mshambuliaji Fiston Mayero Nestor Muatale amesema Kindoki amefariki saa chache baada ya kutoka uwanjani wakati wa timu aliyokuwa akitumikia ya ligi daraja la kwanza Boosters iliyopo jijini Lumumbashi nchini DRC Congo iliposhinda mabao mawili kwa moja dhidi ya AT Dauphin ya Goma. Kabla ya mauti kumkuta, Kindoki alikuwa kocha wa makipa Boosters. Mara baada ya mchezo huo uliochezwa jijini Kinshasa, hakuondoka na basi la timu hiyo uwanjani. Hapo ni baada ya kuamua kuchukua bodaboda, ndipo baada ya kupata ajali hiyo kisha lori kuja kumkanyaga. Miongoni mwa taarifa za huzuni kweli, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Yes, miongoni mwa taarifa za huzuni. Na utakumbuka zaidi Kindoki namna ambavyo aliweza kujizorea umaarufu ambao ni mkubwa, na namna ambavyo wengi wamekuwa wakizidi kushock kile ambacho kimeendelea kwa Kindoki. Kitu gani jamani, wengi wamezidi kuhuzunika, na tumeona klabu yake hiyo imeposti, japo wengi wanazidi kulalamika why Dar es Salaam Young Africans haijaposti chochote. Kwa nini Yanga hawajaonesha hata hali ya binadamu wa kumposti katika peji zao na kumtakia mapumziko mema huko aendako? Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Hii ni Maili Media TZ. Endelea kubonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe. Utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.